Uchambuzi wa mashairi. Katika kuchambua kuna vigezo kadhaa ambazo nataka uelewe katika uchambuzi wa mashairi, kwa sababu kuchambua ndio kutakuja katika mtihani. Utaletewa ushairi na utaletewa maswali. Jambo la kwanza, kuna nafsi neni. Au tunazungumzia aina ya wahusika katika mashairi. Kuna aina mbili ya wahusika. Kuna wahusika ambao wanaitwa nafsi neni au nafsi nenewa. Kiingereza umeshasoma persona, si ndio? Persona ndiye nafsi neni. Persona, nafsi neni. Na ni neno moja, nafsi neni. Ni anayezungumza katika ushairi. Ukiangalia ule ushairi, nani anazungumza? Utapata katika ushairi wakati mwingi labda mama ndiye anamuhusia msichana wake. Au hata utapata wakati mwingine ni mkulima, ni mpita njia. Nani anazungumza katika ushairi? Huyo ndio tunaita nafsi neni. Nitakuonyesha ushairi na nikwambie baadhi ya mashairi nitakupa, alafu nikwambie tafsiri nafsi neni. Mbona mmekuja wawili? Alikuwa umetoka mmoja. Umetoka wapi? Nafsi neni nimekwambia nani anazungumza kwenye ushairi, na nimekwambia kwa Kiingereza wanaitwa persona. Kisha kuna nafsi nenewa. Nafsi nenewa, nafsi nenewa ni nani? Nani anaambiwa, si ndio? Nani anaambiwa? Au nani anaelekezwa ule ujumbe? Ujumbe unaambiwa nani? Ukijua nafsi neni utajua kwa urahisi nafsi nenewa. Nani anaambiwa, si ndio? Ukijua kutafuta nani anaambiwa ule ujumbe, utajua nani anaongea. Kwa hivyo tutatafuta baadhi ya mashairi nilete, alafu tutafute nafsi neni mimi na wewe hapa darasani, ndio ujue kutafuta nafsi neni na nafsi nenewa. Shule niambia una fasaha, kidato cha 3 mna kitukuzo Tutafuta hapo kwenye mashairi ya kitukuzo, tutafuta hapo. Kisha kuna muundo katika ushairi. Umepata ushairi unaambiwa andika muundo. Sasa hivi unaweza kufanya karatasi ya 3. Ukifanya karatasi ya 3, wakati mwingi unaulizwa ukipewa ushairi lazima utakuwa kwenye mtihani. Lazima. Wakati wote ushairi utakuwa. Uchague, kuna wakati ushairi utakuwa lazima ufanye, au wakati mwingine unaambiwa uchague katika karatasi ya 3. Inalingana. Iwapo umekuja swali la kwanza lazima utafanya. Lakini iwapo umekuja swali la pili, la 3, la 4, la 5 unaweza kufanya au usifanye. Kulingana vile umemudu vitabu. Umemudu fasihi simulizi au vitabu teule. Lakini mimi huambia wanafunzi ambao wanafunza, na nyinyi sasa ndio wanafunzi wangu, ni vizuri ufanye ushairi. Sasa mpaka wakati ambapo utafanya mtihani wa kanseli, na kuhakikishia kuwa utakuwa tayari kufanya ule mtihani, kufanya shairi. Lazima kila mwanafunzi hapa atapata ushairi. Lazima, iwe ni swali la lazima au la uko lazima utafanya. Kwa sababu hakuna mwanafunzi ambaye tumesaishia ushairi amepata chini ya 15. 15 out of 20. Sinakuwa hivyo. Hakuna. Kwa sababu ushairi maswali ni yale yale, si ndio? Ni kutafuta tu majibu kwenye ushairi. Ni rahisi hivyo. Kutoka sasa ukielewa mambo haya na kufunza, na tukifanya hapa darasani, unajua sasa mengine yanakuelea, mengine yanapotea. Lakini ukifanya mashairi hapa utaona kuna uzoefu. Utaanza kuelewa. Hata unafanya ushairi. Ushairi si kama kitabu unahitajika kusoma kila wakati si mashairi ni kufanya tu unakumbuka. Kwa hivyo ushairi nasema nini? Kuna jambo linaitwa swala linaitwa katika uchambuzi wa mashairi muundo. Unaambiwa bainisha muundo wa shairi hili. Au wakati mwingine unaambiwa bainisha muundo wa ubeti wa kwanza ushairi. Muundo ni vijenzi. Kwa mfano muundo wa darasa hili ni nini? Kuna mabati, kuna chuma. Darasa hili limejengwa kwa vyuma. Vyuma ni bei ghali. Unajua wewe ni barobaro. Wewe ndio utakuwa baba wa kesho. Ukujenga na vyuma. Acha niseme kitu. Acha vyuma, shule ina hela hii. Haya, pia sikiza muundo, turudi darasani. Muundo wa shairi nimekwambia, sasa tunazungumzia muundo wa darasa hili. Nikakwambia kuna mabati, kuna hivi vyuma, kuna dirisha, kuna milango, kuna mlango ni mmoja, si ndio? Pia nini kimejenga? Kuna tofali. Unafikiria mjengwa na mawe au tofali? Tofali. Kwa hivyo vijenzi ndio muundo. Wakati unaambiwa muundo ni ukiangalia unaona nini?
Ukiangalia unaona nini? Sasa niuliza muundo wa ushairi wote au beti, ukiangalia ule ushairi unaona nini? Ndio maana wakati wote ukipewa ushairi nakwambia kwanza andika beti ni ngapi pale kando, 1 2 3 4 5, si ndio? Kwa hivyo iwapo umeulizwa muundo wa ushairi wote, unasema shairi lina beti ngapi? Hilo ndio jambo la kwanza. Beti ni ngapi? Unasema shairi hili lina beti 8, unapewa 1. Ukiangalia unaona nini? Ndio muundo, ndio vijenzi vyake. Yaani ukitazama kile kitu mkao wake ni nini? Unaangalia tena kila ubeti una mishoro mingapi? Unasema katika kila ubeti kuna mishoro mingapi? 4. Unapewa ya pili. Hapo umezungumzia beti, hapo karudia nini? Mishororo. Ukiangalia unaona nini? Unasema shairi lina vipande vingapi? 3. Unazungumzia muundo, unazungumzia vipande. Shairi lina vipande vingapi? Unasema labda kuna ukwapi na utao. Vipande ni vingapi? 2. Ukiangalia unaona nini? Ndio muundo, vijenzi, umejengwa na nini? Unaangalia ni vipande. Unarudi pale unaangalia vina. Unasema kina cha kati ni la na kina cha mwisho ni za. Iwapo vinafanana. Unazungumzia vina. Ukiangalia vya kati vinafanana, vya mwisho vinafanana. Unasema vina vya kati vyote vinafanana katika kila ubeti ni la. Ila vita vya mwisho vinatofautiana kutoka ubeti mmoja. Si lazima useme nini. Iwapo vinatofautiana umeshakamilisha, unapata. Unatoka pale unasema unazungumzia mizani. Na wakati unazungumzia mizani, iwapo umeulizwa muundo katika ushairi wote, lazima uhesabu mizani zote katika beti zote. Unahesabu, useme mizani ni 16 katika kila mshororo wa ubeti. Utakuwa wakati wote kanseli kwa miaka 4 iliyopita unapata kuna mshororo mmoja wanaacha. Inakuwa mizani ni 15 au 13. Wanapenda 15 na 13 sana. Sijui kwa nini. Unapaswa kusema shairi lote lina mizani 16 isipokuwa mshororo wa pili ubeti wa 3. Lazima ongeze hiyo jina isipokuwa ndio upate alama ambayo imefanya nini? Imekamilika. Kwa hivyo lazima uhesabu mizani zote. Nilikwambia mizani ni silabi. Kutoka pale unasema shairi lina kituo. Kituo nilikwambia ni ule mshororo wa mwisho ambao hujarudiwa. Lakini iwapo huu ni ushairi wa arudhi, utapata kuwa mshororo wa mwisho umerudiwa. Unasema shairi lina nini? Kibwagizo. Ina maana kuwa ule mshororo wa mwisho umefanya nini? Umerudiwa. Ikiwa hujarudiwa, umeletewa shairi hulu, unasema shairi lina nini? Kituo. Unarudi tena unazungumzia iwapo kuna mishororo, mishata au kifu. Tulisoma hii mishororo. Niambie tukisema ni gani? Tulizungumzia mishororo, kifu au mishata. Angalia kwenye kitabu pekua, nimekuruhusu. Pekua. Uniambie tulisema mishororo, mishata ni gani na mshororo kifu? Inaitwa mistari kifu, mistari mishata. Tulisema umeandika hapo. Mistari kifu ni ile imekamilisha wazo. Hii kifu, wazo limekamilika. Hii ni mishororo kifu. Ukisoma ule ubeti, mawazo yamekamilika, au ule ujumbe ambao unawasilishwa umefanya nini? Umekamilika. Iwapo mishata ni pale ambapo unapata ule ujumbe umepewa hujakamilika, unakamilika ule mshororo ambao unafuata. Mambo haya yanapatikana sana katika mashairi huru. Yale hayafuati kaida za utunzi. Kwa hivyo unasema iwapo itakuwa shairi, ukiangalia ni shairi la kiarudhi, utasema shairi lina mishororo kifu. Mishororo kifu ni ile mishororo ambayo imekamilika nini? Maana unatoa mfano wa mshororo mmoja tu. Iwapo ni huru, lazima utapata mshororo mishata. Utapata tu jambo limedokezwa, halijakamilika.
linakamilika mshororo ambao unafuata. Pia pale nini kingine? Hivyo ndivyo vitu unazungumzia vipengele vya muundo. Aina ya mishororo au aina ya mistari tayari tumeshazungumzia, si ndio? Kuna aina, wakati uchaguzi lazima ujue aina. Hapa tulikuwa tunazungumzia muundo. Lakini sasa kuna mishororo mishata na mishororo kifu. Na kuna mishororo wazi au mistari wazi. Ukiulizwa kuna aina ya mistari, ndio tunasema pia ni aina ya mishororo. Nikakwambia mishororo kifu au mistari kifu ni ile ambayo imekamilika nini? Maana. Mistari mishata haijakamilika maana. Unapata tu maana imedokezwa tu, haijakamilika. Kisha kuna mistari wazi. Mistari wazi huwa na jibu lake. Huwa na jibu lake pale. Yaani ina maana kuwa imechochea wewe kupata nini? Jibu. Wakati nakutolea mfano nitakupa ile mifano. Kisha kuna wakati unaambiwa ueleze toni ya ushairi. Toni. Sijui unafunza mambo ya toni wakati mlikuwa unasoma vitabu. Uliniambia umesoma bembea. Uliniambia umesoma kitabu kipi?